Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Naam, ndugu zangu, insha Allah napenda niwakumbushe katika jambo muhimu kabisa la dua ambayo tumeiandaa. Dua hiyo rasmi kabisa itakwenda kufanyika mnamo tarehe 13 mwezi wa 8 katika jukwaa letu hapa Mbagala Kiziwiani. Tunamshukuru Allah tabaraka wa taala katika dua ambayo tulioifanya katika jukwaa lililopita kwa ajili ya ndugu zetu ambao wao walijisajili pamoja nasi kutoka katika mataifa mbalimbali katika nchi mbalimbali. Alhamdulillah, namshukuru Allah tabaraka wa taala. Kuna watu tayari wamenipigia simu wananishukuru sana na wakisema tunamshukuru Allah tabaraka wa taala, mwangaza katika majambo yetu upo sawa. Kwa hiyo ni fursa maalum sana kwa wewe pia ambaye unataka kuwekwa katika orodha ya dua hii, ambayo dua hii ni maalum sana kwa wale watu wenye matatizo katika ndoa zao, lakini kadhalika kuna wale ambao wana matatizo makazini mwao, riziki zao zinakuwa ngumu, kazi zao haziendi vizuri, na hata kwa wale ambao wanatafuta sana kazi, wana CV nzuri lakini mafanikio katika kupata kazi kwao imekuwa ni mtihani. Fanya haraka, tunahitaji jina lako, lakini kadhalika utueleze nini tatizo lako ili tukuweke katika orodha maalum biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika tunahitaji ni watu 350 tu, na orodha sasa hivi inakwenda kwa kasi sana ili kupatikana kwa hawa watu 350. Inakwenda kasi sana. Kwa hiyo ukidelay na ukachelewa inawezekana ukafika wakati unatuambia shekhe, na mimi nataka kuwa katika utaratibu huo, tukakwambia sasa hisabu imefungwa rasmi. Lakini inshallah una fursa hiyo. Lakini kadhalika kipengele cha 3 ni maalum kabisa kwa wale watu wenye maradhi, yawe maradhi ya kibiology au yawe maradhi yanayotokana na uchawi au hasadi au hata aini, kwa maana vijicho vya binadamu na hata vijicho vya kijini. Basi hii ni fursa maalum. Wasiliana nasi hivi sasa, tuambie jina lako, unaitwa nani, nini mushkil wako, na sisi tukupe utaratibu ambao unatakiwa wewe kuutekeleza. Fanya haraka katika kuutekeleza utaratibu huo, mambo yatakwenda vizuri kabisa biidhnillah. Katika dua iliyopita imefanya vizuri sana, yani na dua ikiwa mustajaba utaanza kuiona, yani inaposomwa tu ile dua mwenyewe kabisa unaona kabisa hii dua ni mustajaba biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale wenye mashakili ya aina mbalimbali, una matatizo mazito yamekuegama, lakini kadhalika una jambo unaliendea lakini bado linakuwa gumu na linakuwa zito, hii ndio fursa ya wewe kuitumia ahui biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Popote pale ulipo, katika nchi yoyote pale ulipo, fanya haraka kuwasiliana nasi tukupe utaratibu. Ingia haraka katika utaratibu huu, naamini hautajutia, bali utasema alhamdulillahi rabbil alamin. Bila shaka dua ni adhim sana. Tuna vipengele vya kwa ajili ya masala ya ndoa, tasema na Allah kwa ajili yako ndugu yangu. Lakini kabla ya kufikia tarehe 13 ya dua, yani kwa wewe ambaye umetutumia majina yako lakini kadhalika ukatueleza na nini shida yako, tuna visomo vyetu vidogo vya siri ambavyo tunakuwa tunavisoma na kuwekea nia wale ambao wametutumia majina yao wakatekeleza ule utaratibu ambao tunautaka. Ndani ya masiku yote haya yanakuwa ni masiku ya dua maalum, dua zetu za ndani hizo, kwa kuwekea nia kwa mashakili yako mpaka tunapofika katika siku hiyo tarehe 13 ya dua kubwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama una maradhi, katika vikao vyetu vya dua zetu za ndani tutakuwa tunamwambia ya Rabbi, kuna mja wako fulani yupo katika nchi fulani, ya Allah ana maradhi, muondolee maradhi haya, ikiwa ni maradhi ya kishetani, maradhi ya kisihri, maradhi ya kibiology, Mola wetu wewe ni mponyeshaji, ya Rabbi tunakuomba muondolee maradhi huyu. Lakini kama una migogoro ya ndoa,
tutamwambia ya Rabbi katika visomo vyetu na dua zetu za ndani katika kuielekea tarehe hiyo, tutakuwa tunamwambia ya Rabbi, mja wako huyu yupo katika ardhi fulani, katika nchi fulani, amekimbiwa na mume wake au amekimbiwa na mke wake, au kuna migogoro, mizozo ya hapa na pale katika ndoa zao. Ya Rabbi, hakuna yoyote mwenye kuweza kumrejesha huyu aliyetoka kwa mwenzake, bali ni wewe Mola wetu, kama ulivyomrejesha Nabii Yusufu kwa baba yake na kama ulivyomrejesha Nabii Musa kwa mama yake. Mola wetu, tunakuomba tufanyie suala hili katika dua zetu zile za ndani. Tutakuwa tukimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa wewe ambaye umetumia majina yako, mpaka inapofika tarehe 12 ndio tunafanya ile dua ya hadharani biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika kama wewe una shida za kiriziki, tutamwambia ya Rabbi, mja wako huyu ambaye ametumia jina lake aliyo katika ardhi fulani. Hizi ni dua za ndani ambazo hazirekodiwi, hizi ni maalum kabisa. Tunakuwa tunafanya visomo vyetu vidogo vidogo kwa ajili yako na kumwambia ya Rabbi, mja wako huyu ana mashakili katika kazi yake, ana madhara kadha wa kadha. Na hata wewe ambaye inawezekana una ndugu yako au una mwanao au jamaa yako yupo jela, amefungwa jela kimakosa au amefungwa jela kweli anayo makosa, basi inshallah tunaweza kumwambia Allah akaleta sababu miongoni mwa asbabi maalum zitakazofanya kumtoa jela huyo ndugu yetu ambaye hivi sasa yupo jela. Kwa hiyo fanya hivi sasa ili upate fursa ya vile visomo vya ndani vingi zaidi. Inshallah Mola wetu atajalia kila la kheri kwa hurma na utukufu wako. Sasa namna ya kufanya ni nini? Wasiliana nasi, kisha baada ya hapo tutakupa utaratibu, utekeleze utaratibu ndani ya muda mfupi kabisa. Inshallah nawe utaona matunda ya hiki tunachokwenda kukifanya. Mola wetu anajibu dua, Mola wetu ni msikivu, na Mola wetu bila shaka atatufanyia yale yote ambayo tunayoyataraji. Tunahitaji ni watu 350 tu. Lakini mpaka sasa orodha inakwenda kwa kasi sana. Sikwambii ni wangapi, lakini wanakaribia yani katika idadi ya nusu nzima. Tayari wameshavuka, sasa wanakwenda katika kumaliza hiyo idadi iliyobakia. Kwa hiyo na wewe fanya haraka ili usikose kuingia katika kheri hii. Huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kupitia mikono yetu ikawa ni sababu ya wewe kufikia katika malengo yako au kuondokewa na shida na mashakili ambayo yanayokusibu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Angalau kidogo tusikilize dua, kipande kidogo kabisa cha dua ya ndugu zetu ambao wao walijisajili huko mwanzo na dua yao ikafanyika Alhamisi iliyopita. Hebu twende kidogo hapo katika dua ya riziki. Tunaomba mambo ya riziki kwa ndugu zetu ambao waliwasiliana nasi, tukawapa utaratibu na wao wakautekeleza ule utaratibu inshallah biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii ni dua rasmi kwa ajili yao. Ya Allah ya Razzaq urzuqna rizqal khair. Ya Allah ya Razzaq urzuqna rizqal khair. Matillahi tammati kulliha min sharri ma khalaqa. Ya azima sultan ya qadim al ihsan ya daima an-ni'ami ya basit الرزق يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا جميل الستر يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل اقضي حاجاتنا يا مجيب. طيب, lakini kadhalika kwa wale ambao walojisajili katika jukwaa letu lililopita, lakini inshallah wao wakawa masuala yao ni ya ndoa, tusikilize kidogo kipande cha dua kwa ajili yao. Katika kusuluhu ndoa zetu, tuweke nia katika kujalia ndoa zetu ziwe na amani. Kwa waliokimbiwa basi warejee wale waliokimbia, lakini kadhalika kwa wale ambao wanaishia kwenye uchumba, Mwenyezi Mungu ajalie ndoa ziweze kutimia. Min abdi dhalil ya Allah ila maula aljalil ya Allah. Min abdi dhalil ya Allah ila maula aljalil ya Allah. Sakhir lana jami'al insi bimahabbatin ya Allah. Sakhir lana jami'al insi bimahabbatin ya Allah. يا الله يا الله عزيزنا يا عزيز يا الله يا الله ملكنا يا مالك
مالك ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله ساخر لنا جميع الإنس بمحبات يا الله وألزمت خدام طهاطي لطاعتي سريعا بلا مهل يجيب المناديا أجيبوا أجيبوا يا بني الجن كلكم بعزة من أرسل الجبال الرواسيا. Lakini kadhalika na wewe mwenye maradhi, hebu tusikilize kidogo kipande cha dua kwa ajili ya wale ndugu zetu ambao wao walijisajili katika utaratibu huu. Ya Rabbi, tunakuomba waondolee maradhi wao pamoja nasi kama jinsi ambavyo walivyoondosha maradhi kwa Nabii Ayubu alayhi salatu wasalam. Ya Allah, nao tunaomba wavue mitihani ya maradhi ambao walikuwa nao, walikuwa karibu na walikuwa katika nchi za mbali. Basi Mola wetu tunakuomba waondoshe athari na mashakili haya. Idha maridna Allahu yashfina Allah, idha maridna Allahu yashfina Allah, shaitanu yu'dhina Allahu yashfina maridna Allahu yashfina Allah, idha maridna Allahu yashfina wa arsala fina Ahmad al-haqqa qayadan nabiyyan bi qama al-wujud wa qad khala fa'allamana min kulli khairin muayyadin wa adhhara fina al-hilma wal-ilma wal-wala. Wewe unasubiri nini? Fursa ni hii mujarrab biidhnillahi alkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.